Usiku wa leo ninalo somo maalum ambalo linaitwa uchawa ni sawasawa na uchawi. Na ukiangalia hapa ubaoni, tofauti iliyoko ya uchawa na uchawi ni kwenye herufi tu. Na ni herufi mbili tu. A na I. Tofauti yake tu. Vingine vyote vilivyobaki kama vinginevyofanana ndivyo vinavyofanana kwenye tabia. Uchawa ni sawasawa na uchawi. Swala hili nataka niliongee kwa kina na kwa undani kwa sababu ni roho ambayo adui anataka kuitumia shetani kuharibu familia nyingi, kuharibu taasisi, kuharibu ofisi, kuharibu hata makanisa, kuharibu serikali. Uchawa uko kwenye michezo pia, uchawa umeingia kwenye siasa. Huyu ni mdudu mbaya kuliko mnavyodhani na mnamchukulia kawaida. Andiko letu kuu ni Samuel wa kwanza 28 na ule mstari ule wa 7. Maandiko yanasema, ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, nifuateni, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi, nipate kumwendea na kuuliza kwake. Watumishi wake wakamwambia, tazama, yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi uko Endori. Nao andiko hili utalielewa kwa sasa hivi. Nataka utulie kwa makini unisikilize wewe uliyeko hapa na wewe unaniangalia kwa njia TV na kwa njia mitandao ya kijamii. Nisikize kwa makini sana. Somo hili, uchawa ni sawasawa na uchawi. Huyu alikuwa ni mfalme Sauli, kiongozi wa taifa la Israeli. Maandiko yanasema alikuwa na watu ambao ndio tutakuja kuangalia wanaitwa machawa, ambao walimfanya akawa mshirikina. Baada ya kuwa amemkosea Mungu, hajui cha kufanya katika uongozi wake. Maandiko yanasema akauliza watu wake. Ukisoma haraka huwezi kuona kitu pale, na huwezi kuona uchawa mpaka utakapoona baadaye. Akauliza watu, nitampata wapi mwanamke mchawi mwenye mapepo ya utambuzi? Mimi nilitegemea watumishi wake wamwambie ngoja tukaulizie. Nisikize kwa makini. Mimi nilitegemea si watumishi wa Sauli, si watumishi wa mfalme wa Israeli. Nilitegemea wanasema ngoja kwa kuwa unamtaka machawa, ngoja tukafanye unataka wachawi, ngoja tukawatafute wachawi. Lakini walimpa jibu pale pale, tunajua waliko. Tayari walikuwa wanajua waliko. Kwa lugha nyingine manaki walikuwa wanaenda. So hawa ni watu wa karibu, kwa lugha nyingine wapambe wa mfalme. Walipotaka mfalme afanikiwe, walikuwa wanajua wachawi walipo. Hawa wapambe mnaweza kuita kwa lugha zenu machawa, wanajua uchawi ulipo. Uchawa ni sawa sawa na uchawi. Uchawa popote uliko, mwisho uchawa lazima ukupeleke kwenye uchawi. Au wapambe waliko kuna roho ya kichawi. Machawa waliko kuna ushirikina. Sasa imagine huyu ni mfalme wa Israeli na unajua ni taifa la Mungu. Aflo mfalme anasema mambo yangu hayaendi. Nadhani nimtafute mwaguzi, nimtafute mshirikina, mchawi anifanyie mambo. Mimi nitegemea namwambia mfalme, sisi ni watu wa taifa la Israeli, hatuwajui wachawi, huwa twende huko, ngoja tukatafute labda tukaulizie. Wanakuambia no, tunajua aliko. Who knows? Walikuwa na kawaida ya kwenda na wao kwa sababu ya ushirikina wao ndio walimharibu mfalme. Who knows? Who knows? Wao ndio walimtia roho ya kupenda uchawi. Kwa nini walijibu immediately? Kwa nini walimjibu haraka? Tunajua mchawi aliko. Uchawa ni sawa sawa na uchawi. Utanielewa baadaye. Uchawa sawa sawa na uchawi. Sasa ngoja niwaambieni, katika jamii yetu sasa imezoeleka chawa, na sijajua kwa nini walimuita mchawa au wachawa. Tajua kwa nini waliitwa machawa hawa. Wanaanza kukubalika. Nimekuja leo kwa herufi kubwa. Kama kuna watu natakiwa tuwapinge kwa sababu ndio walio wabaya ni wachawa. Nataka niwaambieni, kama mtadili na vitu vingine mnakosea. Tatizo la Sauli mimi nimeshajua lilipotoka. Ni watu waliomzunguka. Manake mifukoni mwao walikuwa naye wanairizi. Ndio pambe wake hao. Wakimwaga dakika 3 wanaenda kwa ile mwanamke mchawi. Ndio maana alipotoa proposal wakamjibu pale pale, tunajua aliko. Anaishi Endori. Maana yake Sauli bila kujua alijikuta yuko surrounded na watu ambao wanaenda kwa wachawi.
Kwa hiyo ile spirit kaminfluence na yeye. Kwa mara ya kwanza Sauli anaulizia wachawi, na alikuwaje kwenda maisha yake yote? Ni nani aliyemuinfluence Sauli? Kwa hiyo hawa wapambe wa Sauli walikuwa na kawaida ya kuvisit wachawi. Unaweza kujua automatically pale. Walijuaje mchawi yuko Endori? Mtu anajuaje mchawi yuko Bagamoyo? Anajua location, anajua nyumba yake. Anajuaje? Na kila siku yuko Ikulu na rais. How do they know? Uchawa. Uchawa. Malizia, uchawa ni sawasawa na uchawi. Haiwezekani wapambe wa rais Sauli, mfarume Sauli, at least mimi wangejibu hivyo, mfarume, sisi ni watu wako, tunakaa na wewe Ikulu, mambo ya wachawi hatuyajui. In fact katika Israeli Mungu haruhusu kuenda kwa wachawi. Ngoja tukaulizie, kwa kuwa wewe ni mfarume umesema unataka wachawi, hatuna option. Ngoja tukaulizie. Hawakuulizia, walimwambia tunajua mchawi aliko. So kija ukichambua Biblia unagundua no. Inawezekana watu walikuwa wanaita madawa wanaweka pale. Roho ya Sauli inabadilika. Roho ya Sauli inabadilika. Ndugu zangu, nataka niwaambieni, pakiwepo na chawa kwenye kampuni, fahamu kuna mchawi kwenye kampuni. Leo nataka tunapokamata wamenyamaza upande huu. Leo nataka tukipiga tunapiga wenyewe. Kuna lugha inasema tunapiga kwenye mshono hapo hapo. Tumekuja kugundua mahali watu wanaoturudisha nyuma, watu ambao wanafanya mambo mabaya sasa hivi, mnawaruka mnaenda kwingine. Kabla hujaenda kwa Sauli, tuanze na machawa. Na tutaomba, takuonyesha Biblia inavyoamuru juu ya machawa. Tutaomba yatawapata ya ghafla. Kuwapata yatawapata. Haiwezekani Sauli mteule wa Mungu anaamka tu siku moja, hajawahi maisha yake, hajawahi Sauli. Hajawahi. Mtoto wa Kishi hajawahi. Leo anaamka anasema najisikia kwenda kwa mganga. Wala hawakushtuka. Nataka mama soma Biblia kwa upeo. Hawakushtuka kusema rais, mbona unataka? Hawakushtuka. Mimi walikuwa na expect. Walikuwa wameshaweka vitu vyao, wanasubiri dawa yetu itachemka lini. Aliposema hivyo akasema tunajua aliko. Rudisha mstari. Soma pale chini wote. Yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi. Wapi? Huko Endori. Walimjuaje? Pia kile uchawa ni sawa na uchawi. Sijakusikia. Sasa utaniambia kivipi? Sasa nataka nikudhibitishie tabia za machawa na wachawi zinavyoendana. Hakuna neno uchawa kwenye Biblia, hata kwenye Kiswahili alipo. Ila nimeamua kulitumia kwa sababu ndio linajulikana sasa kwenye jamii. Ila uchawa tunaujuaje? Tunaujua kwenye tabia. Sasa ndani kuonyeshe, tuziangalie tabia za machawa, tabia ambazo tukizipitia kwenye Biblia zinamzungumzia chawa. Chawa ufuata mkumbo wa kushabikia vitu asivyovijua. Kipengele hiki nataka tuangalie vitu vinavyoonyesha kwamba huyo mtu ni chawa kwenye Biblia. Nyie machawa si mnajua kwenye jamii. So ukikuta hizi sifa walizonazo zinaendana na Biblia, maana yake hata kama haijatamkwa neno chawa ndo chawa sasa. Now, sifa za machawa ni kwamba ufuata mkumbo wa vitu wasivyofanyaje na kushabikia vitu wasivyovijua. Na ngoja niwaambie, machawa ni wengi. Wapo wale ambao ni maalum wamejitangaza na wengine hawajajitangaza, na pengine unanisikiliza na wewe ni chawa. Endapo linatoka jambo lolote unaunga mkono bila kulijua, wewe ni chawa. Endapo kuna kampeni mbalimbali zinaendelea, kwa mfano ziwe ni za kwenye jamii, ziwe ni mambo ya kiroho, unapounga mkono bila kujua, wewe ni chawa. Kwa sababu unatakiwa ujue unachokiunga mkono. Watu wengi wanaounga kampeni mbalimbali, ukimuuliza hiyo kampeni na maana gani, hawezi kukwambia. Wewe ni chawa. Na uchawa haujulikani kwamba kwa sababu mtu yuko upande huu ndo chawa au upande ule ndo chawa. No, kitendo cha kushabikia vitu usivyojua ni uchawa. Ndo kazi ya uchawa, ni kushabikia. Ndo upambe. Kwa lugha ya zamani walikuwa wanaitwa wapambe. Imebadilika tu siku hizi. Sasa hii ni tabia mbovu kwa sababu hujui. Ngoja nikuonyeshe kibiblia. Matendo ya Mitume 19:27 mpaka 32. Utaona kitu cha ajabu na utaniambia ndo tabia za machawa livyo. Si kwamba kazi hii yetu ni hatari na kudharauliwa tu, bali na hekalu la Mungu mke aliye mkuu Atemi kuhesabiwa si kitu na kuondolewa utukufu wake, ambaye Asia yote pia
na walimwengu wote umwabudu. 28. Waliposikia haya wakajawa na ghadhabu, wakapiga kelele wakisema, Artemi wa Waefeso ni mkuu. Mji wote ukajaa ghasia, wakaenda mbio, wakaingia mahali pa michezo kwa nia moja, wakiisha kuwakamata Gayo na Aristako, watu wa Makedonia waliosafiri pamoja na Paulo. 30. Na Paulo alipotaka kuingia katika watu, wanafunzi hawakumwacha ingie. 31. Na baadhi ya wakuu wa Asia walio rafiki zake wakatuma watu kwake wakimsihi asijihudhurishe katika yale, ajihudhurishe ndani yake mahali pa michezo. 32. Basi wengine walikuwa wakilia hivi na wengine hivi wakipiga kelele, kwa maana ule mkutano ulikuwa umechafuka chafuka, na wengi wao hawakujua sababu ya kukusanyika kwa pamoja. Umegundua machawa kwa hivyo? Machawa kazi yake ni kwamba kitu kimesoma na fulani. Hey! Uni uchawa. Kwa sababu vinasema walikuwa wanataka kumuua Paulo. Walipotaka kumuua Paulo, maandiko yanasema walitaka kumuua kwa sababu gani? Paulo alipohubiri injili katika ule mji, watu waliacha kuabudu sanamu. Watu waliacha kuabudu miungu. Kwa hiyo biashara ya wachonga sanamu ikafa. Ile biashara ilipokufa, watu wakaandamana. Wakasema huyu mtu ametuletea hasara katika mji. Tangu ameanza kuhubiri habari za Yesu wake, hatuabudu, watu waabudu sanamu. Kwa hiyo hawanunui vinyago vyetu. Kwa hiyo huyu mtu ametuharibia biashara, aondoke katika mji wetu. Walipoanza kuandamana, maandiko yanasema wakaenda kwenye stadium, mahali ambapo kulikuwa na michezo. Na wale watu wa michezo na wenyewe wakaungana. Wakaanza, Artemi ni mkuu. Nani huyu analeta fujo? Wanawauliza, mnamjua Paulo? Wanasema, hatumjui. Sasa kwa nini mnapiga kelele? Hatujui. Sasa hata hawa kwa lugha ya leo tungeita ni machawa, kwa sababu mchawa yeye anaenda na kilichoko. Ili mradi kiko eneo ambalo pengine na interest nayo. So tabia ya mkumbo ni ya chawa. Kwa mfano ni waulizeni, hata hapa Tanzania kuna baadhi ya kampeni zinaendelea kwenye mkutano, kwenye jamii, kwenye mitandao ya kijamii. Kuna wanaunga mkono huu na mkono huu. Haya, wote ni waulize pande mbili, unachokiunga unakijua? Unajua maana yake? Mimi sisemi usiunge, lakini unakijua maana yake? Unashabikia kesi ya waini, unaijua? Unajua kesi ya waini? Unajua kesi ya treason? Auawe, unaijua? So kuna ujinga mwingi unaendelea kwenye jamii ambapo watu wanashabikia kitu wasichokijua. Unaelewa? Okay. Unataka katiba mpya, sio? Iliyopo unaijua? Unajua? Unajua ibara yote? Unataka katiba ibadilishwe, si ndio? Ibadilishwe wapi? Kubadilisha katiba ni vibaya? Hapana. Mabadiliko ya katiba ni mabaya? Swali, unaijua? Okay, wabadili wapi? Chawa. Fulani ni mchochezi, fulani ni mchochezi, fulani ni mchochezi. Kachochea wapi? Can you tell me? Vitu kama uelewi, keep quiet. Unapoviunga mkono, una tofauti na watu walioingia kwenye kiwanja cha michezo. Paulo uawe, Paulo uawe. Wanamwambia Paulo yuko wapi? Hatujui alipo na tumjui, tunataka tu uawe. Uawe tu. Mimi nakuja kuliambia kanisa la Mungu, unapokuwa unaunga mkono vitu visivyo sawa, vinaenda kuleta madhara yale kama ya nini? Ya uchawi. Mchawi anaweza kutoka kaja kumloga mtu usiku na mkalia. Unamjua? Hamjui? Mchawi anaweza kutoka Mtwara akapana ungo, akaja kwenye nyumba yako akakufanyia uturutumbi. Tunaita uturutumbi. Ukimkamata, unanifahamu kwenye kuniroga? Hapana, nimepita tu hapa, nimesikia tu nije nikukalie. Uchawa ni sawa sawa na nini? Na uchawi. Tabia zinafanana. So kitu cha kwanza nataka mjue, Paulo mji mzima umeandamana, mji mzima. Paulo ashikwe, apigwe, auawe. Wanaanza hivi. Bado wanaulizana, hivi Paulo nani? Ngoja niongee kwa ufasaha mnielewe. Watu wengi unaona wanamshabikia fulani, hawaelewi chochote. Na hii ni tabia iliyokuwa. Hii tabia ni mbaya, inaweza kuleta shida, inaweza kuleta maafa.
Kwa sababu watu wanachokishabikia hawakijui. Watu wako wanashabikia Paulo uawe. Kwa kosa gani? Kilichomsaidia Paulo, Biblia inasema walimwambia Paulo asiingie pale wapi? Kwenye lile kundi. Angeingia angeuawa kwa sababu mji mzima ulitaka uawe. Kwa sababu ya wingi wa watu wanaosema uawe, Paulo angeuawa kirahisi, lakini hakufanya kosa lolote. Maafa ya uchawa ni sawa sana maafa ya uchawi. Mchawi anaweza kuja akaua mtoto wa kwanza, akaua wa pili. Nenda muulize mchawi walikosea nini? Nothing. Nani leo anachokizungumza hapa? Sema kwa nguvu, uchawa ni sawa sana uchawi. Alafu muulize mwenzako unachokisupport unakijua. Sifa ya pili ya machawa. Machawa hutumia nguvu ama nafasi walionayo kutetea watawala, huku akijua fika anachokitetea sio sahihi. Huyu ni type nyingine sasa. Huyu anajua kabisa anachokishabikia. Yule wa kwanza ni wa mkumbo. Huyu anajua, huyu sasa ana roho inaitwa unafiki. Anajua kabisa hiki kitu anachokifanya ni kwa ajili tu ya maslahi ya mkuu wake. Kwa mfano, kuna machawa kazini, ngoja niwaambie, na wamewaathiri sana. Anashabikia kitu pale kazini au ofisini ambacho anajua hakiko sawa sawa na haki za wafanyakazi, na huko akijua fika kitawanyang'anya haki zenu au kitaondolea heshima yenu, na anajua fika na bado anashabikia. Nadhani huyu tumkate kwenye kazi, aondolee kabisa. Hata mimi nilikuwa nawaza kwa nini hujamtoa? Huko akijua njezo tumika sio nini? Sio sahihi. Naangalia Nyakati wa Pili 18:23. Ndipo akakaribia Zedekia mwana wa Kenana, akampiga Mikaya kofi la shavu, akasema, alitokaje kwangu roho ya Bwana ili aseme na wewe? Naangalia, huyu alikuwa ni mfalume Ahabu. Sema mfalume Ahabu. Mfalume Ahabu aliwaita manabii. Akamwambia manabii, mimi nataka kwenda kufanya vita. Nataka mniambie niende au nisiende. Alipoita wote akamwambia nenda. Baadaye akamuita nabii mwingine anaitwa Mikaya. Akamwambia Mikaya, niende au nisiende? Mikaya akamwambia, hawa wote waliokuambia wamekuambia maneno ya kukupendeza kwa lugha ya leo ya uchawa. Akasema hawa wote hawakutakii mema mfarume. Hawa wote wanakuambia uishi milele, umishi milele, uishi milele. Mfarume nenda, mfarume songa, nenda vitani. Akasema hawa wanakudanganya mfarume utakufa. Wanachokushauri mbele kina mauti. Ila mimi Mikaya Bwana ameniambia usiende. Alafu akaja Zedekia akampiga kofi. Nani? Akampiga Mikaya. Anampiga Mikaya kwa kitu ambacho ni sahihi na sio kwamba hajui. Leo nataka niwafundishe kitu cha ajabu. Kila mtu anisikilize hapa. Kuna tofauti kati ya fake man of God na false man of God. Kuna tofauti kati ya fake prophet na false prophet. Watu hawajui tofauti zake. Mikaya hakuwa fake. Zedekia aliyempiga kofi mtumishi mwenza. Hapa ni watumishi wawili. Mnisikilize kitu hapa, mjue uchao ulivyo na ujinga sana. Hapa ni watumishi wawili. Mmoja anaitwa Zedekia, mmoja anaitwa Mikaya. Zedekia ni chawa. Yeye anaangalia interest ya mfarume. Mfarume anaangalia, mfarume anataka kwenda vitani, anaangalia. Anatumia tu, anataka kwenda, ananiuliza lakini anataka kwenda, anaunga hivyo hivyo. Lakini Mikaya anaangalia Mungu anasemaje, na anaangalia madhara yatakayotokea kwenye jamii. Kwa hiyo Mikaya anamuonya, anamwambia mfarume, no, don't go, italeta madhara kwa sababu nimeonyesha utakufa. Huyu chawa akaja kampiga kofi nani? Ukiona kwenye jamii watumishi wa Mungu wanaanza kutoka kwa ajili ya kutetea maslahi ya upande fulani na kupigana wao kwa wao, huu ndio uchawa huu. Si kwamba Mikaya, Zedekia alikuwa ajui. Zedekia sio fake prophet, ni false. Tofauti ya false na fake iko hivi. Kila mtu anisikilize. False prophet ni yule mtu ambaye anafanya vitu ambavyo ni false. Sio ni kitu kwa Kiswahili. False, vile vitu ambavyo anavifanya ambavyo ni kama anavigeuza lakini anajua ukweli. That's false prophet. Fake maana yake hajawahi kuitwa, sio mtumishi, sio nabii, hajui chochote ila anajifanya kuwa mtumishi. Na Biblia sehemu nyingi Agano la Kale haizungumzi juu ya fake. Biblia inasema kwa sehemu kubwa juu ya nini? False. Meaning wanaujua ukweli na wanaupindisha.
Anajua kabisa alichokisema Mikaya ni sawa, ila kwa sababu ya kutaka kuonekana ni bora na upambe kwa nani? Kwa mfalme Ahabu, anampiga kofi mtumishi mwenzake. Mimi nimeona hata juzi kwenye jamii watu wanaenda kwenye press wanapigana watumishi kwa watumishi. Nonsense kabisa. Ni uchawa wa kipumbavu wa viwango vya lami. Endapo wewe ni mtumishi unaenda kumkaanga mtumishi mwenzako afungiwe kanisa. How can you say like that? Huyu ni Zedekia anampiga kofi nani? Mwenzake. Hivi vitu mnaviona ni vidogo, vinaumba jambo baya. Ndio maana waambia uchawa na uchawi vinafanana. Kwa hiyo anatoka Zedekia anampiga kofi Mikaya, huku akijua anachompigia kofi ni sawa. Ile yeye anataka alinde maslahi yake na cheo chake na nafasi yake ya kupendwa. Yeye anataka aongee vinavyompendeza mfalme Ahabu. Huku mfalme Ahabu anachomwambia yataleta madhara. Huku mambo ya mfalme Ahabu atakufa. Na ukitaka ujue machao ni wabaya, ni sasa na wachawi. Ahabu alienda na akafa. Alisababisha afe ni nani? Zedekia. Zedekia alifanyaje? Alimpiga kofi mtumishi mwingine. Niambie, kichwa kinamfanya huyu mtumishi anajua ukweli akampiga mwenzake ni nini? Ni ili aonekane bora. Na machawa siku zote wanasoma wanataka nini? Ndio kazi ya chawa. Chawa hachambui. Chawa ni mbinafsi. Chawa analinda nafasi yake kwa sababu hawa wakina Zedekia ndio walikuwa wanakaa na mfalme. Mikaya alikuwa anakaa porini. Kwa hiyo wanataka kulinda nafasi yao. Vikao vikiitwa wanakaa mbele. Zedekia, watumishi wanaoitwa Zedekia, wakitafuta ushauri wanaitwa wao. Na akupi ushauri wa Mungu, anakupa ushauri kulingana, anakuchota. Unatakaje? Unaita press conference kushadadia watu wafungiwe wakae nyumbani. Zedekia mkubwa we. Watu wakae nyumbani. Alafu unaongeza na sentensi fungia na wengine. Mungu afunge na wewe pumzi yako. Unashadakia. Hebu angalia mstari uliofuata uone. Kwa hiyo mashauri ya machawa yanatupeleka kwenye madhara kama ya nini? Ya uchawi. Kwa hiyo haina tofauti ni kwamba alikuwa anamloga mfalme bila kujua. Huwezi kumwambia mfalme vitu kwa interest yako wakati anaenda kufa. Angalia. Mikaya akasema, angalia utaona siku ile utakapoingia katika chumba cha ndani ukajifiche. Angalia, sasa unafuata. Mfalme wa Israeli akasema, mchukueni Mikaya mkamrudishe kwa Amoni mkuu wa mji na kwa Yoashi mwana mfalme. Wakamfunga Mikaya. Mnisikize kwa makini tunachozungumza hapa. Wakamweka gerezani Mikaya. Mkaseme mfalme asema hivi, mtieni huyu gerezani. Mkamlishe chakula cha shida na maji ya shida hata nitakaporudi kwa amani. Angalia 27. Mikaya ambaye ni nabii wa kweli akasema, ukirudi kabisa kwa amani, Bwana akusema kwa mimi. Akasema, sikieni enyi watu wote. Akamwambia, basi mfalme wa Israeli na Yehoshafati mfalme wa Yuda wakakwea mpaka Ramoth Gileadi. Story ni ndefu, hawakurudi. So Mikaya ambaye ni mtumishi wa kweli akamwambia mfalme, mimi nakuonea huruma, sio kwamba nakupinga, ila utaenda kufa. Hawa wanaokuambia unaenda hivyo ni kwa sababu wanaongea unachokitaka wewe, kwa sababu mfalme wa Israeli yeye ndiye alikuwa anataka apigane. Kwa hiyo hakutaka unabii mwingine tofauti. Ndio kazi ya machawa. Sasa mbaya zaidi mtumishi anapokuwa chawa. Jamani, imagine kiongozi wa dini anakuwa chawa. Kiongozi wa kiroho anakuwa chawa kwa mfalme. I don't like it. Mimi sio wale watu wanaona kitu na kunyamaza. Yaani sisi tupigane sisi kwa sisi. Zedekia na nani? Zedekia na Mikaya. Kofi. Inawezekana mwingine asitoe kofi, lakini akatoa kofi la nini? La maneno. Watumishi wa Mungu wanapigana wawili mbele ya nani? Mbele ya mfalme. Aibu gani iliyoje? Okay, basi tuachane kupigana. Ushauri gani wanaotoa? Ukipumbavu. Fungia wote. Narudia tena, na ufungo pumzi yako. Ni heri kanisa likapona, lakini wewe mmoja ondoke. Unasimamaje kusema kwamba watu wote, watoto wadogo wasiokuwa eti funga? Mimi nifikiri unaenda pale kusema maneno ya hekima. Hii unaenda kuongeza. Zedekia mkubwa wewe.
So madhara wanayoleta machawa huwa hayatofautiana nini na wachawi. Maana kazi ya mchawi ni kuangamiza. Huyu Zedekia kama chawa alimuokoa mfalme, alimwangamiza. Simple. Uchawa ni sawa sana nini? Chawa ni sawa na uchawi. So sifa ya pili, wana support kitu hata kama kina madhara, huku wakijua kina madhara, ili walinde nini? Maslahi yao. Sifa ya tatu ni kuonesha unafiki kwa kusimama na kiongozi kwa nje, lakini katika mioyo yao kwa siri waka kinyume naye. Hawa sasa ni kundi la tatu. Sasa kundi la tatu ni hatari zaidi. Kundi la tatu wanasimama na kiongozi au mtawala au bosi, huku wakiwa wanajua wanamchochea kwa nje, wakiwa na mipango ya siri haribikiwe. Hawa ni wengine sasa. Hawa sasa wamedetermine, kwa hiyo wanatumia hali ya nje kushauri, kusimamia, kuongoza vitu, kuelekeza, wakijua vinaleta uharibifu na ndicho wanachokitafuta. Ngoja niwaambie, sio kila chawa ana lengo la kusupport. Wana malengo, wakijua hiki tunachokifanya baada ya miaka fulani kinaleta shida, wao ndo furaha yao. Hiki tunachokifanya baada ya miezi kadhaa inaleta shida, hiyo ndo furaha yao. Na kwa nini wanafanya hivyo? Wanafanya hivyo kwa ajili ya matumbo yao. Wanajua kuna kitu kikiharibika sehemu, wao wanafaidi. Be careful hata maisha yako ya kila siku. Watu wanaokusifia tu bila kukuonyesha una shida yoyote, those are dangerous people around you. I'm telling you the truth. Marko 7:6, angalia. Ona watu wasairi. Akawaambia, Isaya alitabiri vema juu yenu, ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa uniheshimu kwa midomo yao, ila mioyo yao iko mbali nami. Yaani nje neno kuheshimu manake ni praise, sifa. Hakuna kama wewe, unastahili. Hatukudai chochote. Tajiri ukifa uozi, tajiri huna baya. Imagine sifa kama hizo, lakini kumbe wanakupushi uende mahali ambapo wako kinyume na wewe. Yasema watu hawa Isaya aliwatabiri, ambao midomo yao na midomo yao na moyo tofauti. So nje ni ndio, ndani ni hapana. Very dangerous. Ya nne, haraka. Machawa huwa na maneno laini na matamu sana ili kupata fursa kwa ajili ya matumbo yao. Na ndio maana kwenye kundi la machawa kuna waimbaji. Do you know why? Maneno ya kubembeleza. Ni nani kama wewe? Yaani wana maneno mengi. Machawa wana kawaida kutoa maneno nini? Matamu na laini. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya kutengeneza fursa za matumbo yao. Wao unafikiri wako na wewe? No. Wale namba 4 nimekuambia wenyewe wanataka waharibikiwe. Hawa ni kundi jingine, wenyewe wanatafuta kitu chao. Warumi 16:18, angalia. Kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Kristo, bali matumbo yao wenyewe kwa maneno laini na kujipendekeza waidanganya mioyo ya watu wanyofu. Kwa sababu ya walio hivyo, watu wa hivyo ambao tunawazungumza leo, watu hao tumeamua kuwapa hilo jina chawa ili ieleweke. Kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana Yesu Kristo. Neno Bwana manake yule kiongozi. Neno Bwana manake yule mtawala, master. Kuna watu wanaweza kuwa una watu chini, wao ukiwa master ukafikia wanakutumikia wewe. Biblia inasema be careful, no? Rudia. Kwa sababu watu wa hivyo hawamtumikii Bwana, bali matumbo yao wenyewe. Na wanafanyaje? Kwa maneno laini na kujipendekeza waidanganya mioyo ya watu wanyofu. Kwa unakuta huyu, kuna panazokuwepo na watu ambao ni wanyofu pale. Lakini watapataje sasa? Watapataje miradi yao ya matumbo? Biblia inasema matumbo yao. Biblia inasema wanaongea maneno laini ya kujipendekeza, lakini wakiwa wanatafuta nini? Very dangerous people. Hakuna watu tunao hatari kwenye jamii kama hao. Hawako pale kwa ajili ya jamii. Wanafanya yote wanaofanya kwa ajili ya nini? Matumbo. Hivi unafikiri mtu anatoka hapa anaongea sifa zote anagaragara, ana mpango na taifa lako? Mtu anagaragara kwenye tope, mtu analamba viatu, baada ya hapo unafikiri yuko kwa ajili yako wewe? ESV, angalia ESV. For such persons do not serve our Lord Christ, but their own appetites. Wana appetite zao, matamanio yao, and by a smooth talk, wanajua kuongea hao, and flattery, they deceive the hearts of the knave. Anasema kwa maneno yao laini
yenye sugar. Hao watu ni dangerous. Biblia inasema they are serving the appetites. Wanatumikia matumbo yao. Kwa lugha nyingine njaa. Machawa wengi ni njaa. Amtanisikia vizuri. Machawa wengi ni njaa. Biblia inasema watu hao hawakutumiki wewe. Unaweza kudhani ni mzuri ndio maana anaongea maneno mazuri. No, kuna lengo lake analo. Njaa. Ukiwa wewe ni Mungu amekuweka mahali kokote, iwe ni boss, iwe ni HR, be careful na watu how they praise you. Hama neno yao laini ni ya nini? Biblia inasema wengine ni nini? Njaa. Na ukiona watu wanakusanya vikundi vya watu 20, vikundi vya watu 30, afikia mtu ni praise. Nataka nikuhakikishie, jibu lake ni nini? Njaa. Njaa ni mbaya. Wengine sio njaa. Ukisema njaa, wengine sio njaa, ni ulafi. Ndio maana Biblia inasema neno appetite. Wengine sio kama wana njaa hivyo, ulafi. Na wamegundua njia rahisi. Ndugu zangu, naongea kwa masikitiko makubwa. Tuna watoto wengine bado watoto wetu wadogo. Tunakoelekea hali ni mbaya. Watoto tafikia mahali watakataa kusoma. Ngoja niongee leo. Sikiliza Watanzania wenzangu, nisikilize. Watoto wetu watakataa kusoma. Kwa sababu machawa walioko nao wana maisha beta kuliko msomi. So watoto tawekeza kwenye maneno laini. Watoto wetu watajifunza kugalagala. Watoto wetu watajifunza kulia na kusema shule imejengwa. Anajua kishafanya hivyo ana gari V8. Tusipodhibiti roho, naongea kwa jasiri, tutazalisha kizazi cha watu ambao ni wajinga, wasiosoma, kwa sababu wanajua ukisoma huna lolote. Chawa na maisha bora kuliko engineer. Chawa na maisha bora kuliko mtu aliyesoma daktari miaka mingi. So na wanaona mitandao watoto. Anasema mimi nataka kama huyu. Kwanza kujifunza kugaragara. Anza kujifunza mashairi. Na waambieni ndo kizazi tunachozalisha nao. Mtoto anakuambia no staki. Kwa sababu kuna shortcut. Hauhitaji elimu, unahitaji maneno mazuri. Maandiko yanasema katika Warumi, hawakutumikiwa Bwana. Hawakutumikiwa kiongozi. Hao wanatumikia matumbo yao. We have to be very careful na watu. Na nitaonyesha mwisho somo hili. Biblia inasema hivi, watolewe hao watu. I will show you. Kama kuna watu ambao ni sumu nao kwenye jamii, kwenye makampuni, kwenye maofisi, mbaya zaidi hadi kanisani, ni hawa watu. Nao maandiko yanasema wanatumikia tamaa za matumbo. Mimi naomba nisikitisha. Nao ulizo watoto wakiwa wametulia. Zamani sikuwa ukituuliza zamani sana, watakuwa nani? Tulikuwa tunataja Nyerere, tunataja nani? Sasa hivi Mandela. Sasa hivi watoto ukiwauliza anakutajia mtu. Okay, wazazi mwenye watoto mnajua ninachokiongea. Waulize wanataka kuwa nani? So usimuulize nataka kuwa nani kwenye occupation, no. Muulize nataka kuwa kama mtu gani. Nisikiza atakaye kutajia. Sikiliza atakaye kutajia. Naongea mnacheka, lakini ni janga la taifa. Ni janga la dunia nao. Watu wenye vituko. Afu nyie mnaona ironi ya kawaida. Sio kawaida, ni mpango mbaya. Ya 5, machawa udhihirika kwa kujipendekeza kwa watawala kwa nia kupata vyeo. Ile ya kwanza ilikuwa ni chakula. Kuna wengine hawana haja na vyeo. Nafikiri mshani anachokimaanisha. Hawana haja na cheo chochote. Wao wanataka wale au kurugengie vitu. Lakini hawa namba 5, sifa nyingine ya machawa, ujipendekezo kwa watawala ili kupata nafasi, nyadhifa au vyeo. Mithali 25:6. Usijitukuze mbele ya uso wa mfalme, wala usisimame mahali pa watu wakuu. Now, twende kwenye tafsiri tutalielewa vizuri. NLT. Don't demand an audience with the king or push for a place among the great. Anasema miongoni mwa watu wako au na mimi nichome kepo. Chawa. Wao ukiona mtu machawa, wapo wamegawanyika, lakini wapo ambao ni special. They can do anything. Wanaweza kuongea chochote, wanasupport chochote, wanachokitaka. Alafu mfalme anaweza kudhani wako na yeye, lakini kichoko kwenye mind zao ni nini? Wanatafuta nafasi. Tafsiri nyingine angalia. ESV, English Standard Version. ESV.
Do not put yourself forward. Neno forward, kimbelembele. Do not put yourself forward in the king's presence or stand in the place of the great. Kwamba Biblia inakataza, nasema usiforce, usiweke kimbelembele. Kwa hiyo tunagundua kwamba wanajiweka kimbelembele ili wawe miongoni mwa wakuu. Neno miongoni mwa wakuu maana yake cheo, position, uchao. So wataongea chochote kilicho kichwani, hawana utaifa ndani, hawana uzalendo ndani, wana cheo ndani ya kichwa chake. Kuna kitu na push, anataka kuwa kwenye cabinet, anataka kuwa kwenye hicho kitengo. Sasa hawa ni hatari. Angalia mwisho afu tunajumlisha. Good news, when you stand before the king, don't try. No, try maana to manipulate. Don't try to impress him and pretend to be important. Hamjaiona hii? Hii ni kutaka kuonyesha wengine, hapana. So because of this, mtu yuko tayari kuongea lolote. Because of this, mtu yuko tayari kudanganya. Ndio maana nasema una try. Because of this, mtu yuko tayari kufanya lobbying. Because of this, mtu yuko tayari kusoma taarifa ya uongo ambayo ina kuimpress. Ana collect data za uongo kwa lengo la ku among the great. Hiki ndio kinaitwa kiherehere, kimbelembele, kujipendekeza, kujitoa ufahamu. Ninaweza nikakonclude machawa wako hivi. Machawa au uchawa, angalia hapa. Uchawa uko hivi, ukitaka chao wasifie. Undo uchawa. Ukitaka chao wasifie. Kwa kifupi, uchawa. Na wamejua ni kanuni zaidi. Hawahitaji elimu machawa. Machawa wameshajua. Hawahitaji kuwa wamebobea, hawahitaji taaluma. Machawa wameshagundua njia rahisi ya maisha sasa hivi. Ukitaka chao wasifie. Ndio tunakoelekea. So tunaanza kulea kizazi cha wasanii. Cha msingi unaweza ukaongea maneno mazuri, aidha ya kawaida au ya nyimbo, yakamwimpress mfarume. Ukitaka chao. Mimi nawaambia ni masikitiko makubwa. Machawa wamechukua nafasi za watu wenye taaluma. Machawa wamechukua nafasi za watu wenye professionalism zao. They are no more functional. They are no more important now kwenye jamii. Alafu hiki kitu mkikichekea kinakuwa kama Biblia inakikataa, inasema watu wasijipendekeze kwa mfarume. Na mimi nakuja kama mtumishi wa Mungu nakataa kwa jina la Yesu aliye hai. Biblia inakataa katika Mithali 25:26, watu wasijipendekeze, wasijipeleke kimbele, wasitry to push for position. Kwa sababu hao watu wanatumia mbinu gani? Zile zote za juu. Ulagai, maneno laini, maneno ya sifa, uongo. Imradi wapate unachokitaka. Kama unadhani ninachokihubiri mimi hapa, uelewe kinachoendelea. Kawauliza watoto wadogo, usiwaulize wanataka kuwa nani. No, waulize unataka kuwa kama nani. Hasa hao ambao tayari wameshaanza kuangalia TV, mitandao ya kijamii, atakutajia jina utaanguka. Atakutajia jina utashangaa. Chawa wanapewa nafasi za ajabu. Wanapewa audience. Andiko tulisoma linasema do not seek audience in the presence of the king. Hivi sisi ni viongozi wa kiroho. Mnisikize vizuri. Kila mtu amepewa nafasi yake. Kuna watu kwenye jamii ni wazuri sana kushughulikia mambo ya harusi. Kwenye jamii yetu. Kuna watu ni wazuri kushughulikia mambo ya misiba, na mnawajua wengine. Hivi mtu ambaye ni expert wa misiba anakuja kutupa address sisi viongozi wa dini. Ndio tulipofika. Ameambia tumefariki. Mtu wa misiba anakuja anaweka press kutuongelea viongozi wa dini. Hajui hata Biblia, anachanganya maandiko. Riri, ndio tulikofika. Mtu ameacha kukusanya rambirambi, amesahau wito wake. Anatuambia viongozi wa kiroho jinsi ya kuenenda huyu. Okay, atukatae ushauri, baki hata Biblia hajui. Maandiko yanayoongea hayapo. Alafu okay, bora angekuwa na shauri, anakemea eti. Na waambie viongozi wa kiroho kweli ndio anasikilizwa kwa sababu gani? Chawa. Hata anachokiongea kijui. Yaani unaona kabisa, unajua sisemi viongozi wa kiroho siambiwe, lakini tunaambiwa na nani? Basi leta mtu anayeendana. Majukumu ya rambirambi kama chia nani? Akuja kutuaddress sisi viongozi wa kiroho, na anakubalika na anawekewa, na haonywi, haambi chochote, haambi kwamba mfaki kibaya, kwa sababu tu ni mtu wa kutoa nini? Sifa. Ndiko tukofika. Na tunalea hivi vitu. So kesho watoto wetu wakitaka wawe na nani, watamtaja yule. Kwa sababu watu wenye taaluma zao wamenywea. Hakuna mtu anayetamani, hakuna watoto wanaotamani taaluma nao. Na nitawaambieni vitu vizito leo. Watu ambao wengi mmewapa audience kwenye social media wanaharibu kizazi chetu kijacho.
Unakuta they have nothing to do, kazi yao ni kufanya mambo ABCD, kupost. Jamii sasa inataka kuwa kama wao. Uwaulize wanafanya nini? Nonsense. Kama naongea kitu cha maana, nione mkono wako. Nataka uchukulie uchawa kama pepo. Au janielewa? Chukulia uchawa kama pepo. Uchawa ni sawasawa na uchawi. Uchawi unaua jamii. Jamii inakufa bila kujua. Sasa ngoja nikuonyeshe kitu. Madhara ya uchawa. Nini kinatokea uchawa unapopewa nafasi? Iwe ni pale ofisini, na ninazungumza uchawa general. Hata ofisini kuna shagundua kuna wachawa wa boss wako. Na wamewapa tabu sana pale ofisini. Watu wana mashauri mazuri ofisini, wanayaleta kwenye kampuni. Bosi kuna upanda na usikiza zaidi. Anachukua mashauri ambayo hayana professionalism ndani yake. Hayana taaluma, hayana skills, ila kwa sababu kaongea fulani. Now, tuone kwenye kipengele hiki. Nini kinatokea uchawa unapopewa nafasi katika jamii? Namba 1. Watawala wakuu au mabosi. Watawala wakuu au mabosi ujenga tabia kutaka kusikia tu maneno mazuri na laini ya kuwafurahisha tu, ila ukisema kinyume na hapo unanyamazishwa. Hii ni moja hapo ya athari zake. Hata wewe kwenye maisha yako ya kawaida, wewe at individual level, usijijengee tabia kutaka kusikiza praise. Only praise is very bad. Nikisema point yangu nataka uelewe ni kwamba watawala, mabosi au wakuu ujijenge, maana tabia inajengeka. Neno kujenga, tunaposema unajenga jengo, maana unaanza hiki, unaweka hiki, maana huwa ni slow but sure. Afu inajijenga sasa. Neno kujijenga maana inakuwa imara. Inajijenga tabia gani? Ya mtu au mtawala kutaka maneno mazuri, laini, ya kumfurahisha tu. Na ukisema kinyume unanyamazishwa. Isaiah 30 verse 10. Isaiah 30:10, lakini katika Amplified Bible. Who say to the seers, you must not see visions from God. And to the prophets, you must not prophesy to us what is right. Speak to us pleasant things and smooth words, and prophesy deceitful illusions that we may enjoy. Umeona hiyo? Anasema prophesy vitu ambavyo ni deceitful. Maana vitu vya udanganyifu, vitu vya kufikirika tu, lakini lengo vile ambavyo mwisho wa siku nataka kuenjoy. Rudisha andiko langu. Na tusome wote. Say 1 2 3. You must not see visions from God. Stop there first. Kwamba ikifika eneo unataka hivi, unasema no, usione maono ya Mungu, kwa sababu unajua maono ya Mungu kuna kukaripia. Sio kama unanielewa. Yaani hawa walikuwa ni wafalme na watawala. Walifika mahali wakasema, tena Biblia inasema akawaambia manabii, wakiwemo na makuhani pia, wakawaambia manabii, sikiliza, come. Wakawasamon, come, listen, from today hatutaki mje mtuambie kwamba mmeona kutoka kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wanajua ikiwa ni Mungu, kuna kipindi Mungu anakemea, kuna kipindi Mungu anararua, kuna kipindi Mungu anakosoa. So hawataki, umejenga tabia hawataki. Kwa wakaita waonaji wakasema no, don't see anything from God. Imagine. And the prophets, you must not prophesy to us what is right. Kwamba ikitokea ukaja ukatabiri, usitutabirie na kutuambia kilicho sahihi au kilicho cha haki. Hataki kusikia. Jibu likaja, sasa tutabirije? Haya, angalia wanavyotaka. 1 2 3. Speak to us pleasant things and smooth words. Prophesy deceitful illusions that we will enjoy. Okay, sasa tutabirije? Anasema mkija kutabiri, tuambie mambo ya kutudanganya dai kidogo, na katika kutudanganya hakikisha mwisho wa siku yale madanganyo yenu yanatufurahisha. Maneno yawe smooth, laini, lakini hakikisheni mwishoni. Ndio maana kizazi cha uchawa kinazaliwa hapo. Hata watumishi wa kichawa wanazaliwa hapo. Huu ndo mwanzo. Machawa hajaanza leo. Mimi mtaalamu sio wa kwanza kuongelea machawa. Aliongelea machawa ni nani? Isaya. Isaya aliwaona. Lakini mimi namwambia Isaya kokote aliko, wa kizazi changu mimi wamezidi. Nabii Isaya kokote uliko nisikie. Hawa wamezidi. Na wanajua kupanga, wanajua hiki kitafurahisha. You can't be someone ambaye uoni fault. Always uoni mambo makubwa. Really, ni kweli hamna jambo baya. Na okay, wewe kwa nini ujenge tabia unataka kusikia mazuri tu?
Na kwa nini mtu akisema mabaya ananyamazishwa? Biblia inasema hivi, waliwaambia wanyamaze. Kwa hiyo haya ndio madhara kwenye jamii, ambapo mapenzi ya Mungu, kwa kifupi na malizia kwa masikitiko kwenye pointi hii, mapenzi ya Mungu yanakoma kwenye eneo hilo kwa sababu hamyaruhusu. So mnaanza kwenda kwa mwendo wa uchawa. Mwisho huu ni nini? Ni uharibifu. Uharibifu ni sasa na nini? Na uchawi. Je, hapo kuna tofauti ya uchawi na mchawi? Namba 2, madhara. Mfumo wa utawala ufurahishwa na ubaya unaotendwa katika jamii, na wakuu ufurahie uongo wanaoletewa. Ndio madhara haya. It's very dangerous hii roho. Mnaiona kawaida. Maandiko yanasema machawa, wao watu wa kusifia tu, wanapokuwa wamekomaa, watawala ufurahishwa na ubaya. Ina change kabisa, anaanza kupenda ubaya. Hata kama alikuwa hataki ubaya, anaanza kufurahishwa na ubaya. Watawala ufurahishwa na ubaya unaotendwa katika jamii, na wakuu, neno wakuu ni officers, yani walio chini yao, wale maofisa. Tutaona kwenye Biblia Kiingereza. Na wale maofisa, yani wakuu, wanafurahia uongo wanaoletewa. Uongo unatawala. Kwa hiyo vitu vile vinatawala kwenye pointi hii, ubaya na uongo. Na watu wakishawajua ni very simple, wanaletea uongo. Oh, tumeenda sehemu fulani, tumegundua hivi, tumegundua mtu fulani hatarishi. Arrest with no evidence, with nothing, kwa sababu tayari utawala umejengwa kwenye nini? Lies. Biblia inaweka wazi. Angalia Hosea 7:3, New Living Translation, NLT. Angalia, the people entertain the king with their wickedness, and the prince laugh at their lies. Anachotaka kuzungumza kwa Kiswahili kwamba wafalme wanakuwa entertained na wickedness. Maana yake ubaya wao, wale watu wafalme wana entertain. Let me show you. Anachokizungumza hapo kwamba mfalme anafurahia ubaya wao watu wanayofanya, alafu na maofisa wake wanafurahia uongo wanaoletewa. So in short, nataka kuzungumza hapa, kuna uongo unaletwa, alafu uongo unapoletwa unasababisha vitu fulani ambavyo vinaleta maovu au ukatili. Neno wickedness pia tumia neno zuri, ukatili. Biblia inasema mfalme anafurahia ukatili. Kwa nini? Amekuwa entertained na ukatili kwa sababu ya uongo ulioletwa. Swali langu, kuna tofauti ya uchawa na uchawi? Hapana. Uchawa unatufikisha hapa. Biblia inasema wafalme wanapoanza kuletea uongo kwa sababu ndio wanataka kusikia. Biblia inasema wanaanza sasa taratibu kufurahia ukatili. Mtu anauawa, no problem. Mtu anapotea, no problem. Mtu ananyang'anywa stahiki zake, no problem. Kwa sababu inajenga wickedness. Roho ya ukatili inajengeka. Alafu inasema hiyo kinachosababisha nini? Biblia inasema lies, uongo. Leo mtu akishajenga hiyo tabia, leo ukija kumwambia fulani bwana anataka kukumaliza, tayari anataka kunimaliza, leta hapa. No investigation, no evidence. Ni kwa sababu kiti kimependa nini? Uongo. Biblia inasema mfalme anapofurahia, Biblia inasema na wale wengine acha yawapate. Wamekoma. Imagine. Afungwe. Yampate. Afe. Kanyaga, ua, piga. Biblia inasema na enjoy. Namba 3, madhara au matokeo uchawi kwenye jamii. Maofisa na washauri wa mkuu au boss huwa wakatili wote. Kiti kikichazungukwa na uchawa, wale maafisa wanakuwa wakatili na wanaenjoy ukatili. Yataka kufanana na ile nyingine lakini na tofauti. Mithali 29:12, Proverbs 29:12. Mwenye kutawala akisikiliza uongo, basi watumishi wake wote watakuwa ovu. Lakini mshajua uongo unatoka wapi? Machawa. Machawa ni waongo. Moja wapo ya sifa mnaikumbuka kule nyuma, ni waongo. They entertain their king with lies. NIV, afu baadaye NLT. If a ruler listens to lies, all his officials become wicked. Mtawala akishaanza kusikiliza uongo, maafisa wake ni wakatili. Uje kuona madhara ya uchawa. NLT, if a ruler pays attention to liars, all his advisors will be wicked. Hii inaongeza kitu kingine, advisors, washauri wake wanakuwa wicked. Hao washauri ni watu gani? Machawa ndio washauri. Wanakuwa so wicked. Hawaji tu kufanya uchawi, wanakuja na kutoa ushauri. Maliza yule. Funga ile biashara. Funga. Usipomfungia inakuwa hivi, funga. Wanakuja na lies. Wanakuja na ushawishi lakini ndani mwao wamebeba wickedness. Namba 4 sasa itakushangaza. Matokeo uchawi ukiruhusiwa mahali. Watawala, viongozi, mabosi na wakuu ukataa ushauri wa wazee na watu wenye uzoefu
na taaluma na kufuata ushauri wa machawa. Yaani ninachokizungumza kabla sijakupa andiko, uchawa ni mbaya kiasi ambacho machawa kikuzunguka unaachana na watu wenye taaluma. Mahali ambapo ungetumia taaluma ya mtu unaweka pembeni, unamwamini chawa kuliko mtu mwenye taaluma. Machawa kizunguka unaachana na ushauri wa watu wabobezi, wazee ambao kwa lugha jumla wanaitwa wazee. Maana yake neno mtu mzee maana yake mwenye uzoefu. Hapo huo ndo uchawa ubaya unaojua. Ndio maana nina ujasiri kusema uchawa ni sawasawa na uchawi, kwa sababu mwisho wa siku wako kupotosha unapoacha ushauri wa wazee. Sasa kwenye Biblia kuna mfano ambao ni very famous, Wafalme wa kwanza 12:8. Lakini akaliacha shauri lile la wazee. Tuseme wote, akaliacha shauri la wazee. Lakini akaliacha shauri lile la wazee walilompa, akataka shauri kwa wale vijana waliokuwa pamoja naye. Neno pamoja naye maana yake kumzunguka na kusimama mbele yake. Listen, huyu alikuwa anaitwa Rehoboam. Mnaosoma Biblia, huyu ni mtoto wa Sulemani, mfalme Sulemani, ambaye alitawala baada ya nani? Ya babake Sulemani. Halo. Wakati Sulemani ameondoka, alimwacha mtu anaitwa Rehoboam. Maandiko yanasema kwenye palace, kwenye ule utawala kulikuwa na wazee ambao muda wote walikuwa ni washauri, walikuwa na mashauri na baba yake. Maandiko yanasema siku moja wakati anataka kufanya maamuzi makubwa ya nchi, akaenda kwa wazee. Wazee wakamshauri vizuri sana. Maandiko yanasema alipotoka kaenda kwa wale vijana wapambe wake ambao kwa lugha ya leo mnanielewa, machawa. Akauliza, eti hivi ndio wazee walivyofanyaje? Walivyonishauri. Wakamwambia, wewe achana na wazee hao, mpito na wakati wewe. Maandiko yanasema wakampa ushauri mwingine. Maandiko yanasema akaachana na ushauri wa wazee. Sasa nitakupa maandiko ambayo utasoma kwa muda wako. Mmoja wapo ushauri ambao alipewa wa ajabu Rehoboam, utauona kwenye kitabu kile cha Nyakati wa Pili 10 mstari wa kwanza hadi 19 tutasoma. Unajua mmoja wapo ushauri aliyopewa ushauri gani? Aliambiwa hivi, nenda kafanye vita. Na utakapoenda kufanya vita, hakikisha wale maadui zote wa nani? Wa baba yako unawaua. Usibakize chochote. Na mnajua kabisa kwenye Biblia Sulemani hakuwahi kupambana na maadui. Swali, aliwatoa wapi wa maadui jamaa? Biblia inatuambia, kwa wasomaji wa uzuri Biblia, Biblia inatuambia Sulemani hakuwa na nini? Na maadui. Biblia inasema alikuwa na amani pande zote. Alafu wa machawa anamwambia kuna maadui wa babako. Wametoka wapi? Manake walicreate maadui zao kuwa maadui wake ambao hawakuwepo. Manake maadui wa machawa. Biblia inatuweka vile clear kwamba Sulemani katika utawala wake pande zote aliishi na watu wote kwa nini? Kwa amani. Biblia inasema hakuwepo na adui yote. Biblia inasema hadi maadui waliokuwepo kabla yake wote aliishi nao vizuri. Now listen to me. Baba yake amefariki. Alafu machawa anamwambia, sehemu kuna watu walikuwa mpendi baba yako. Jamaa akaanza kupigana nao bure, na ndipo kikatokea kifo. Alikufa mapema sana kijana. Huyu mtawala kudumu kwa sababu alianza kupambana na maadui. Maadui ni wa nani? Yaani hao machawa walikuwa na bifu na watu. Wakaligeuza hilo bifu ni la nani? Ni la rais wa nchi. Machawa ni sawasawa na wachawi. Na Biblia inasema alikataa ushauri wa wazee. Ukiona mahali kokote na kutamkia kwa herufi kubwa, machawa anapewa nafasi, jua wazee wa eneo hilo hawana nafasi. Wapo kama mapambo, hawasikilizwi. Kwa sababu vitu vingine vinavyoongelewa na machawa, nina uhakika wazee hawezi kuviongea hivyo. Vitu vingine vinavyopigiwa debe na machawa, wazee hawezi kupigia debe. Vitu vingi vinavyoungwa mkono na machawa, wazee hawezi kufunga mkono. Ukiona hivyo ujue wazee hawana sei. Na wazee wakinyamaza, wakafika mahali hawaongei, tunakoenda siko. Tunahitaji uzoefu tu hata iweje. Mwenye sikio na amenisikia. Sasa mwisho kabisa, hukumu ya machawa. Mungu anasemaje wa machawa wafanyweje? Hukumu ya machawa. Rudia tena wote, hukumu ya machawa. Usisahau, uchawa ni sawa sawa na uchawi. Now, hukumu ya tabia za kichawa iko hivi. Kuna hukumu anaifanya Mungu mwenyewe. Na tutaanza ya Mungu. Kuna hukumu anaitoa Mungu mwenyewe. Na msikize kwa makini. Mtu yoyote anayenisikiliza hapa, kama unampenda huyo mtu, kama unampenda huyo bosi, iwe ni kwenye kampuni, ofisini, kama unampenda huyo mtawala, iwe ni kwenye nchi au siasa, kama unampenda huyo kiongozi, hata kwenye michezo popote, usimpe sifa kama Mungu. Ukimpa sifa kama Mungu atakufa kabla ya wakati wake. Narudia. Kama unampenda huyo mtu,
Usimpe sifa kama Mungu. Uchawa wako usisababishwe kumtukuza kama Mungu. Karibuni hapa nimesikia mtu mmoja anasema kuna mtu fulani sasa hivi ni maarufu kama Bikira Maria, mama yake Yesu. Inawezekana, lakini sijui kama yeye ni bikira. Unajua chawa yuko tayari kuongea uongo aina yote. Now, listen to me. Kama unampenda huyo mtu, usimtukuze kwa uchawa wako mpaka kumpa cheo cha Mungu, mpaka kumpa sifa za Mungu. It's very bad. Na angalia, uchawa unapofika level ya kumuinua mtu kama Mungu, Mungu anamuua mtu huyo. Yaani haina kona, anamuondoa mapema. Matendo ya Mitume 12:21-23. Basi siku moja iliyoazimiwa, Herode akajivika mavazi ya kifarume, akaketi katika kiti cha enzi, akatoa hotuba mbele yao. Wote mnamjua mfalme Herode, si ndio? Watu wakapiga kelele. Watu gani wanapiga kelele? Hao ndo machawa Pro Max sasa. Watu wakapiga kelele wakisema, ni sauti ya Mungu, si sauti ya mwanadamu. Stop there kwanza. Imagine kiongozi mfalme anatoa nini? Hotuba. Alafu watu wakafanyaje? Watu wakasema hii sio sauti ya binadamu. Niwe kuona mtawala fulani ambaye hayuko duniani wa nchi ya kusadikika aliwahi kuambiwa ni kama Yesu. Kama mnakumbuka. Unawaza watu kuambiwa, okay, huwezi kumcontrol chawa asiongee, but akiongea unatakiwa mnyamazishe. Usipomnyamazisha manake umekubali ile sifa. Angalia kinachofuata, angalia mstari unaofuata. Mara malaika wa Bwana akampiga nani? Mfalme Herode. Akampiga kwa sababu hakumpa Mungu utukufu. Akaliwa na chango, akatokwa na roho. Akuwapiga machawa. So, hukumu ya kwanza ni Mungu anapodili na anayepewa uchawa. Mungu, labda niweke hivi. Mungu anadili na anayepewa uchawa. Oh, si umenielewa? Kwa lugha nyingine anayetukuzwa. Mtu anayetukuzwa, machawa kimpeleka kwenye level ya Mungu, Mungu anadili naye. Lakini machawa tunadili nao sisi. I will show you. Hujanielewa? Iko hivi. Mungu anadili na nini? Anadili na yule aliyetukuzwa. Huwezi kutukuzwa na machawa mpaka kaanza kuitwa sifa za Mungu. Huwezi kutukuzwa kapewa sifa eti za wewe ni mama yake Yesu. Mama yake Yesu alitokiwa na Roho Mtakatifu. Alipata ujauzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Wewe ujauzito wako umetoa wapi? Mungu anaangalia sifa za kutoa. Nisho kuwafundisha sawa na ndoa, angalieni sifa mnazowapa wapenzi wenu. Usio kampa mpenzi wako sifa ya Mungu. Mpenzi wangu wewe ni Alfa na Omega. Kweli? Sasa hao machawa nataka niwaambie tumepewa license ya kudili nao. Na nitawafundisha live bila kukwepa jinsi tutakavyotakiwa kuwafanyia. Lakini kumbuka vita vyetu sio juu ya damu na nyama. Ndio maana tumekusanyika hapa. There is a prayer tutafanya. Na kuna matendo pia tutayafanya. Machawa hawafai kwenye jamii. Uchawa ni sawasawa na uchawi. Na angalia Mithali 25 mstari wa 5. Mithali 25 mstari wa 5. Anza Kiswahili. Angalia. Muondoeni asiye haki mbele ya mfalme, na kiti chake cha enzi kitadhibitika katika haki. Unakumbuka huyu mtu anasema muondoeni. Kwetu tunaambiwa ni yule anajipeleka kimbelembele. Nenda kwenye God's word utaelewa vizuri. Take the wicked person away from the presence of a king. And the justice will make the throne secure. Anasema hawa wakiwepo there is no justice. Biblia inasema tufanyeje? Take a wicked person away. This is not good. Ni ya kwetu. So inatakiwa tunaangalia sisi kwamba mtawala iwe ni kwenye ofisi yako. Ninapoongea hivi angalia hata kwenye ofisi yenu. Kwamba kuna watu wamemzunguka yule mtawala na wanampotosha kwa maneno yao ya uongo, kwa maneno yao ya hila. Biblia inasema remove them. Na how are we going to remove them? I'm going to tell you tonight. We have to do something watoke. Na ukitaka kujua ni watu gani hao, unaenda mstari wa 6. Angalia mstari wa 6. Ndio hao. Tushaona mstari wa 6. Angalia mstari wa 6. Mstari wa 6 tunajua watu gani anasema tuwaondoe. Mstari wa 5 anasema tuwaondoe. Mstari wa 6 unazungumza wanachokifanya. Do not brag about yourself in front of the king or stand in the spot that belongs to a notable people. Hao ndio watu ambao wanaenda kwenye vyeo, wanaenda kwenye watu wa hali ya juu. Biblia inasema hao watu wanaojipendekeza kwenda pale, Biblia inasema take them away. So mnapokuwa mnaangalia kwenye jamii, tuna watu ambao wanakaa karibu na viti vikubwa ambao wana ujinga mwingi, hatutaki kuangalia na kuacha. Biblia inasema take them away. And I will tell you how. Kama uko tayari nyanyua mkono unasema I'm ready. Can I show you? Now, tuende kwenye tafsiri nyingine kwanza. Good News Translation.
25 mstari wa 5. Keep evil advisors. Umeona? Keep evil advisors away from the king, and his government will be known for its justice. Nataka mtu asome hilo andiko. 1 2 3. Soma kwa nguvu. Keep evil advisors away from the king, and his government will be known for his justice. Kwa hiyo haki inaondolewa na watu gani? Advisors. Ma-advisors ni watu gani hao? Machawa. Pia sema hao wakiwa wamemzunguka, government, serikali hiyo haitajulikana kwa haki. Sahau. Hebu rudisha hiyo version tamu. Keep evil advisors away from the king. You have to keep them away. Don't allow them to come close. Do whatever you can do to keep them far. Yasema mtakapoondoa mkaweka mbali, the government, hiyo serikali, will be known, itajulikana kwa nini? Kwa haki. Wakizunguka wafalme, sahau haki. Sasa mmeshajua haki inapoteaje kwenye jamii. Mmeshajua kwa nini ampewe stahiki zenu part of sin. Kuna watu wamezunguka hilo mtu wanampotosha. Sasa je, tuangalie hivi tuseme basi kuna watu wamependelewa? No, take them away and I will tell you how. Niulize wote, how? Now, let me tell you. Yohana 6:2. Naenda kwenye how. Atuachi. Kwa sababu Biblia inasema mkiwaacha, sahau about justice. Na mkutano mkuu akamfuata kwa sababu waliziona ishara alizowafanyia wagonjwa. Najua hujaona kitu hapo. Na mkutano mkuu walimfuata kwa sababu ya ishara alizofanyaje? Alizowafanyia wagonjwa. Meaning, watu wanamfuata mtu ambaye wanaona kuna benefit. I'm about to say something. Machao wote watataharuki. Hawatapenda ndakachokisema, but I don't care. Biblia tufundisha katika Yohana 6:2 ya kwamba watu wakamfuata Yesu kwa sababu waliziona nini? Ishara alizowafanyia. Kwa lugha nyepesi, unamfollow mtu ambaye una benefit naye. Don't get it. Makutano wote, watu wote walimfuata nani? Yesu. Kwa kuwa waliziona ishara alizowafanyia. Waliona miujiza, aliponya wagonjwa wao, alifufua wafu. Yesu aliwapa hata alifanya miujiza hata mikate. Watu wakafanyaje? Wakamfuata. Mimi mtu yoyote ambaye ana followers ni lazima umfollow kwa sababu una manufaa. Swali, nyie mnao follow machawa, mnanufaika nini nao? So namba moja jinsi kudili nao, unfollow them. Why? Biblia inasema tunamfuata mtu kwa sababu tumeziona ishara, tumeona manufaa. Una manufaa gani kwa hiyo chawa? Ninyi ndo mnawapa popularity, ninyi ndo mnafanya wajulikane, ninyi ndo mnafanya wafanye vituko. Unfollow them. Kama unanisikia, wewe unaangalia kwenye TV, kwenye mitandao ya kijamii, listen, watu wasio na maana unapowafollow unawapa popularity, unawapa kuwa famous. Dawa ya kwanza, unfollow them. Alafu nitakuonyesha dawa nyingine. Kwa sababu Biblia inasema watoe, ndio jinsi ya kuwatoa, sababu mnawapa umaarufu. Hawa hawakujulikana kwa wakuu kabla nyinyi hamjawapa nini? Umaarufu. Wengine umaarufu wanaopatia kwenye siju usanii, wengine umaarufu wanaopatia kwenye muziki, wengine umaarufu wanaopatia kwenye nini? Unfollow them. Nyinyi ndio mnawapa umaarufu. Imagine chawa ana followers milioni 10. Kwa nini asiaminike? Why do vitu vya maana venye kukunufaisha, vitu kama hivi navyo vihubiri, you don't follow. Kesho unapiga kelele chawa atakuwa na nguvu kwa sababu you are following him. Una follow nini? Biblia inasema watu wakamfuata Yesu. Neno kufuata maana yake walimfollow. Watu wakamfollow, wakawa followers wa Yesu. Why? Kwa sababu waliona ishara alizowafanyia, walikuwa na benefit. Una benefit nini na hicho kichawa? I'm asking you, una benefit nini? Na ukitaka asipewe nafasi, no, it's too late kwa sababu bado unamfollow. Haiwezi kufanikiwa. So unachokitoa hapa, unfollow hawa viumbe hawa. Wewe ikiwa utaki matendo yao yaendelee kutukuzwa, usiwafollow. Wakikosa umaarufu, hawezi kuchukua nafasi kwenye jamii. Lakini ukiwapa umaarufu, watachukua nafasi. Watachukua nafasi za wasomi, watachukua nafasi za watu wenye taaluma, wanyang'anye huo umaarufu uone. Basi kila saa unaangalia hicho kiposti, kila saa unafollow, mara kulike, mara nini. Hata kama ulike wala comment, unamfollow wa nini? Yasema wale watu walimfuatilia Yesu, walimfollow kwa sababu waliona ishara, waliona mafundisho, waliona vitu vizuri. Unajifunza nini kwa chawa? Kuangalia anapogaragara na kitambi. Nini mnakiangalia pale? Yasema take them away from the king. Hiyo ni ya kwanza. Hebu ngoja kitu hapo. Yohana 15, God's Word Translation. Biblia inasema they won't follow a stranger. Instead, they will run away from a stranger because they don't recognize his voice. Hapa Yesu alikuwa anazungumza juu ya kondoo, akasema kondoo wangu ambao ndo nyie hawatamfuata stranger. Ni masikitiko ambao unakuta na nyie watu wa Mungu na follow mjinga kama yule. So the stranger,
The Bible says, my sheep will not follow the voice of a stranger. Why? Because he's a stranger. They don't know his voice. But you know his voice. Hata akizungumza sasa hivi anasema ni fulani wewe. So njia ya kwanza, kabla sijaja njia ya kiroho, nitakwambia njia ya kiroho ambayo ni dangerous zaidi. Cha kwanza, hata anavyozungumza baada hapa, wewe unanisikia kwa njia ya mtandao, if unataka nchi iponywe na machawa, jamii iponywe na machawa, don't follow them. Biblia inasema watu wote ambao ni strangers, watu wa Mungu, don't follow them. Unawapa wewe umaarufu wewe mwenyewe. Hao watu ni toxic. Hao watu ni sumu. Imagine kama nilivyowaambia tangu mwanzo, wanachukua nafasi ya watu wa taaluma. Leo mtu wa taaluma, daktari, hawezi kushauri daktari wake kwa sababu chawa wanasubiri chawa anasemaje? Chawa anachukua chawa darasa la 7. Chawa darasa la 7 anatoa ushauri. Apostle anadharau watu. Inawezekana mtu ana elimu hiyo. No. Amesomea wapi? Anaongelea nini? Hicho kitu anakiongelea akijua. Nimewahi kuona machawa anakuja kuongelea budget. What do you know about the budget? Anakuja kuongelea ripoti ya CAG. Mr. Chawa, unajua chochote kuhusu mambo ya uchumi wewe? Unajua? Na anasikilizwa. Na ana point yote, naongea tu kwa juu. Kwa kweli CAG kaongea na mimi nimemsikia CAG, lakini nataka nimwambie mambo ni shwari. CAG ameongea. Unaona machawa hivyo? Na watu wanaishia tu hapo. Chawa amesema mambo ni shwari. Hawezi kudadavuka sababu si eneo lake. Lakini amepewa nafasi ya ongea. Sisi tulitegemea kiongea mtu kama hiyo wanakuja wachumi. Wanasimama wanasema hiki kiko hivi. Lakini hawapai nafasi, anapewa nani? Chawa. And those are the people you follow. Naongea inatia uchungu mno. Chawa anapata nafasi. Yaani chawa anakuja, nimeona, lakini wananchi nataka msikilize. Zimewekwa mic kama 8. Kwa sababu ni chawa anajulikana na nyendo mmempa kiburi, ana followers 3,000. I mean milioni 4. Ana followers milioni 7. Nisikilizeni, nimeona ripoti kuhusu hili deni. Lakini si kitu. Okay, hatukatai si kitu, but tupe mtoli, dadavua. Na kwa sababu jamii tumeijenga ya kusikiza chawa, mnatoka Naira. Chawa amesema shwari. Hatusemi mimi sikatai sio shwari, lakini shwari katika muktadha upi? Kwa sababu chawa akasema, kama mnaangalia jamii ilivyo sasa hivi, chawa ana nguvu kuliko mtu mwenye taaluma. Tunaenda wapi? Answer me, tunaenda wapi? Nikikuambia machawa ni wachawi utakataa? Uchawa ni sawasawa na uchawi. Uchawa ni sawasawa na uchawi. Unaweza kudidimiza taifa tuko tunaangalia hivi. Ni michawi hiyo. Sasa kuna namna nyingine. Kwa sababu ya muda sitakupa maandiko. Inaitwa machawa. Kuna chawa mmoja wa Biblia kwa inaitwa Haman. Unamjua Haman? Haman, Biblia inasema Esther alifunga siku 3 pamoja na Wayahudi wengine. Haman akatundikwa. La kuwapata na wapata. Wezi kutuharibia jamii. Mfalme wa Usuero alikuwa na chawa mkubwa anaitwa Haman. Alichokisema, Biblia inasema hadi maafisa, wataalamu, watu gani, wote waliwekwa kwenye mfuko wa Haman. Wanamshauri mfalme vitu vya kimaana. Akija Haman anasema, wamesemaje? Haman anapindua. Esther akaingia kwenye prayer. Ya kwanza nimesema unfollow them. Kwenye social media, kwenye vikundi, don't talk with them. Biblia inasema take them away from the king. Na namna ya kwanza ni kuwanyang'anya, ni kumnyima nini? Followers. Kwa sababu mkimfanya hivyo mnampa nyinyi popularity. Number 2, let's pray. Na ndio maana nimewaita hapa kuomba. You don't hear me. Leo utakumbuka tarehe niliyotaja. Utaikumbuka tarehe hii, tarehe 14 mwezi wa 2025. Operation Ondoa Machawa. Najua chawa utapata ujumbe wangu. Na najua utataka kupindisha fulani, utajua Mungu yuko ali hai. Mashauri yako ni ya tumbo lako, mashauri yako yana hila, mashauri yako ni ubinafsi, hayasaidii. Na mashauri yako yanampotosha mkuu, yanapotosha wafalme, yanapotosha watawala. Maandiko yanasema kama wamelewa kwa sifa zako, Mungu atadili nao wenyewe. Lakini wewe chawa, nimeambiwa ni kuondoe kwa mfalme, nimeambiwa ni kuondoe kwa mkuu, nimeagizwa ni kuondoa kwenye kiti cha enzi. Kwa sababu wewe chawa tu kwenye kiti cha enzi hakuna haki. Katika jina la Yesu, la kukupata kwenye maombi ya usiku wa leo yatakupata wewe chawa. Sema juu. Sema jamii yetu kasirika, jamii yetu
imezungukwa na watu wabaya ambao wanaleta ubaya kila kona. Tunaweza kushughulika na vitu vingi, kumbe tulitakiwa kuanza na hawa. Leo wamekumbukwa. Sikusikii, leo wamekumbukwa. Sema kila roho ya upambe ambao maandiko yanatuambia walisababisha kiti cha enzi cha wakuu kuwa na ukatili. Walileta uongo na kufitinisha watu. Walifanya vitu kwa ulafi na matumbo yao na kuangusha falme. Ewe roho ya Haman, ewe roho ya Haman, uliyemdanganya mfalme wa Usuero. Ewe roho ya Haman, kwa uongo wako ulitaka taifa la Wayahudi liangamie lote, lakini kwa maombi uliyoomba ulitundikwa mwenyewe. Ewe Haman, utundikwe. Prayer, omba kama chizi. Ewe Haman wa taifa hili, ewe Haman wa kila ofisi, ewe Haman wa kila idara, utundikwe kwa jina la Yesu. Yes. Utundikwe kwa jina la Yesu. Utundikwe kwa jina la Yesu. Make a prayer. Make a prayer. Kamata kwa mkono wako. Haman yatundikwe. Kamata kwa vitendo namna hii. Haman yatundikwe. Kamata Haman. Roho ya Haman ni mbaya. Haman ni mmoja anaweza uwa taifa zima. Haman ni mmoja anaweza uwa uchumi. Yes. Haman ni mmoja anaweza kuwa idara. Yes. Haman ni mmoja anaweza kuwa ofisi. Yes. Wakamatwe Haman. Yes. Kwa jina la Yesu. Yes. Wakamatwe Haman. Oh yes. Kwa jina la Yesu. Oh yes. Haman yatundikwe. Yes. La kumpata. Yes. Na limpate. 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 Yes. Make a prayer. Yes. Kwa sababu ya kuponya taifa. Yes. Kwa sababu ya kuponya watu wa Mungu. Yes. Kwa sababu kanisa lipone. Make a prayer. Watu wa Mungu wapone. Yes. Watu wapate haki zao. Yes. Watu waishi kwa amani. Make a prayer. Watu waishi kwa utulivu. Yes. Watu waishi kwa amani. Yes. Huyu Haman. Yes. Atoweke. Yes. La kumpata. Yes. Na limpate. Yes. La kumpata. Yes. Na limpate. Yes. La kumpata. Yes. Haman. Yes. Haman. Yes. La kukupata. Yes. Na likupate. Yes. Shawa Haman. Yes. Shawa Haman. Yes. Shawa Haman. Yes. Shawa Haman. Yes. Utundikwe. Yes. Shawa Haman. Yes. Utundikwe. Make a prayer. La kukupata. Yes. Na likupate. Yes. In Jesus' mighty name. Amen. Listen to me. Tatizo Afrika tuna shida moja. Huwa tuoni shida ya vitu mpaka vitokee au mpaka viwe madhara ya makubwa. Ndio maana Afrika anaanza kugonja kauchukulia poa mpaka mguu aanze kuoza ndio anaenda kutibiwa. Hivi vitu kama unafuatilia nilivyoanza tangu mwanzo, unagundua hawa ndio maadui. Kabla hujaenda kuhukumu watu wengine huko, wanaopika jikoni ni hawa. Na wako mbalimbali. Wapo kwenye vyeo mbalimbali. Vyeo vya kiofisa mbalimbali. Makundi mbalimbali, idara mbalimbali. Hawa watu tunapiga. Biblia imetupa command, take them away from the king. The Bible says, if they be taken away from the king, then the government of that king will be known for its justice. Hao ndio wanaondoa usawa. Hao ndio wanachochea watu wasipate haki zao. Maybe mtu ana bifu zake huko anafanya kuja kuzileta kwa sababu uchao wake. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Vita vyetu sio juu ya damu na nyama. Vita vyetu sio juu ya damu na nyama. Hatutawafuata kimwili. Hatutawafuata. Tunawafuata kiroho. Tunawakamata. Tunaondoa mbele ya vitu vya enzi. Mbele ya vitu vya utawala. Mbele ya vitu vya utawala. Maofisini tunaondoa. Kwenye idara tunaondoa. Kwenye position tunaondoa. Kwenye vyeo tunaondoa. Tunatupa mbali. Haman! Haman! Utundikwe. Utundikwe. Haman! Haman! Utundikwe. Utundikwe. Haman! Haman! Utundikwe. Utundikwe. Lolote. Lolote. Liwalo. Likupate. Likupate. Lolote. Lolote. Liwalo. Likupate. Likupate. Make a prayer. Make a prayer. Make a prayer. Make a prayer.
Rakataya mande ketele vida labaya. Eseketele vida labaya. Elikatala baladaya. Make a prayer, make a prayer, make a prayer. Erakataya ba. Esetetele vida. Watundikwe. Tunaondoa siku leo kwa jina la Yesu. Tunaondoa siku leo kwa jina la Yesu. Make a prayer. Chachama, omba kwa nguvu. Chachama, wewe Amani, usiku leo tunakuondoa kwenye hiko kiti. Tunakuondoa kwenye hiko kiti kwa jina la Yesu. Mmoja baada mwingine tunakuondoa siku leo. Tunakuondoa siku leo. Jesus name. Amen. Namna nyingine ya kuondoa ni kuwakusanisha na watawala. Hebu watawala fuke macho waone hila iliyoko ndani. Kwamba huyu ananisifia na issue yake. Huyu ananichongea na issue yake. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Macho ya watawala. Macho ya watawala. Yafunguke kujua tuliozunguka. Watu waliona hila. Watu walikuwa hila. Watu waliona hila. Watu waliona hila. Watu waliobeba hila. Watu waliobeba hila. Waliozunguka watawala. Waliozunguka watawala. Mungu afungue watawala macho. Mungu afungue waone watu watali. Waone watu watali. Wanawasifia. Wanawasifia. Kwa hila. Kwa hila. Wanaowashauri. Wanaowashauri. Kwa hila. Kwa hila. Wanaowachochea. Wanaowachochea. Kwa hila. Kwa hila. Na wakishaona mambo yao. Na wakishaona mambo yao. Wakosane nao. Wakosane nao. Wawachukulia hatua. Wawachukulia hatua. Wafarakanishe. Make a prayer. Wafarakanishe. Yes. Nyuso zao zifarakane. Make a prayer. Make a prayer. Rataya mande ketele vida labaya katala vida. Erakataya balada. Yes. Make a prayer, make a prayer, make a prayer. Rabataya mande ketele vida. Zetete tele vida. Malakatala. Tunawafarakanisha usiku wa leo. Yes. Watakapoona mambo yao, wafarakane nao. Wavue vyeo. In the name of Jesus. Yes. Wagombanishe. Yes. In the name of Jesus. Make a prayer. Make a prayer. Yes. Make a prayer. Yes. Rakapahate. Ekaya. Sopaladia. Yes. Kusiwe na utulivu. Yes. Kati yao na watawala. Yes. Kusiwe na amani. Kati yao na watawala. Wafarakanishe usiku wa leo. Yes. Wasielewane. Yes. Wasielewane. Yes. Watawanye. Make a prayer. Yes. Yes. Make a prayer. Make a prayer. Rapahato. Haki ya Mungu itasimama. Yes. Haki ya Mungu itasimama. Yes. Haki itaonekana. In the name of Jesus. Make a prayer. Sawa wanaanguka. Yes. Wanavuliwa vyeo. Yes. In the name of Jesus. Yes. Make a prayer. Ashatala bala katala vida. Reketele mande ketele vida. Yes. Weka makofi yako kiomba. Yes. Weka makofi yako kiomba. Tunawafarakanisha usiku wa leo. Yes. Tunawafarakanisha usiku wa leo. Kwenye macho viongozi. Kwenye macho watawala. Tunawafarakanisha moja baada ya mwingine. Tunawafarakanisha. Unawaomba hivyo. Wanafarakanisha. Wanafarakanisha. Wanakosa kibali. Kila linalofanyika kwenye ulimwengu wa giza, kila linalofanyika kwa siri litaonekana na hatua zitachukuliwa. Make a prayer. Unapoomba hivyo kuna kitu kinatokea usiku wa leo. Wapate. Yes. Wachonganishwe. Wafarakanishwe. Ndani mwao kuna hila. Hila zao zinaharibu wengi. Hila zao zinaharibu taifa. Hila zao zinaharibu idara. Hila zao zinaharibu ofisi. Hila zao zinaharibu familia. Hila zao zinaharibu wengi. Roho ya Haman ilitaka kuharibu taifa la Israeli. Kwa jina la Yesu. Ewe Haman, ufarakane na mfalme Ahasuero. Ewe Haman, ufarakanishwe na mfalme. In Jesus mighty name. Amen. Inua mikono kamili, sema amen. Amen. Tena. Amen. Mara ya tatu. Amen. Amen. Ya tano. Amen. Ya sita. Amen. Ya